Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kupangilia vitu vyako vizuri. Kuonekana upo maridadi kila wakati. Mtu atakuuliza jambo ambalo alikuwa anatamani kulijua kutoka kwako. Utakuwa mwenye wivu sana. Dalili nzuri kujionesha kwako. Mtu atapanga safari na wewe. Kujua kitu kinachomhusu mtu wako wa karibu. Matembezi kuwa mengi. Kupata ubunifu mwingine. Nyota ya ndoo. Kujitahidi kumvumilia mtu. Kusinzia ghafla ukiwa sehemu. Kuaminishwa kitu cha uhakika. Kutokuwa na shaka na mtu kwa kuwa unajua ni mwelewa. Kuingiwa na vumbi machoni. Kupenda kumuona mtu akiwa yuko na furaha. Kutumia mbinu nzuri ya kupatanisha watu. Nyota ya mizani. Mtu mbishi au king'ang'anizi utaacha kumfuatilia au kutotaka upinzani naye. Kufanya kitu cha muhimu hapo mwanzo na kwa sasa kuona matokeo yake. Kununua kitu kwa ajili yako. Utapatiwa kitu ulichokihitaji kwa muda mrefu. Nyota ya simba. Hisia zako kukuambia ukweli. Mtu atahitaji umpatie pesa. Kulala kwa hofu kutokana na mazingira ya usiku yalivyo. Kutokuwa na kinyongo baada ya mtu kuongea neno la kukera. Kujihisi moyo una amani. Kupendezwa na historia ya mtu. Kuzidi kuwa jasiri na kuhitaji uhuru zaidi wa maisha yako. Nyota ya mshale. Kupata matibabu ya tatizo lako. Tumbo kunguruma sana. Kupunguza nguo iliyokuwa ndefu. Kuongezeka kwa ukaribu na mtu. Kuwazia kitu kinachokupa hofu. Kuhitajika katika uigizaji au sanaa itakayohitaji uwepo wako. Kuvutana na mtu katika kulipa deni. Kuuguliwa na mtu wako wa karibu. Nyota ya punda. Kumsifu mtu. Kujihisi kuchoka na hali fulani. Kutumia dawa ya kupunguza maumivu. Mtu kuanza kujirudisha kwako taratibu. Utarekebisha lililokosewa. Kuipenda hoja ya mtu. Kuwazia kitu ikiwa utakipata. Kukumbushia wema wa mtu. Utakuwa sahihi kwa utakalomwambia mtu kwa faida yake. Nyota ya mbuzi. Utatamani kitu au kukiombea kitu na kukipata. Kuhisi hali nzuri na kuja kwako. Hutokuwa na ubahiri wa matumizi ya kitu. Kumtembelea mtu ambaye alikulea au uliishi naye sana sehemu. Kufululiza kula kitu cha aina moja. Kuvutiwa na mtu kwa mara ya kwanza tu kuonana naye au kumuona. Utaificha siri ya mtu. Nyota ya mashuke. Kuona kundi la nyuki wengi. Utapata taarifa inayomhusu mtu. Kuchechemea wakati wa kutembea. Kuongea kwa sauti kubwa baada ya mtu kukukasirisha. Kutambua mtu hafanyi kusudi ila ni hali tu anayoipitia. Mtu atakujulisha kwa anayoyapitia. Nyota ya ng'ombe. Kufurahi kwa kulia au kulia kwa furaha. Utakuwa karibu sana na ndugu yako. Kufanya vitu unavyoweza kuvimudu kwa sasa. Kuikataa hali ya mawazo. Kuhitaji furaha muda wote. Utapata bahati ambazo zilichelewa kukufikia. Kutokana na vizuizi vya watu vilivyokuwepo. Kwa baadhi yenu mume au mke bora atakufikia. Uhusiano kuimarika zaidi. Nyota ya kaa. Kupendezwa na kitu ila hutonunua. Kuzidi kuziamini hisia zako. Mtu atasafiri bila kukutaarifu. Utaushukuru msaada wa mtu au uaminifu wake. Kufanya ibada kwa hisia sana. Kutamani mambo yako yaweze kuwa sawa. Kuondosha mazoea kwa mtu baada ya kujua hakufai. Kujiajiri kwa baadhi yenu. Nyota ya nge. Mambo ulioyapanga yatakuwa sawa hivi karibuni. Mtu kukusaidia kwenye jambo muhimu. Hutokuwa na hasira tena kwa jambo fulani. Mtu anaumia kwa sababu yako.
kupata ukombozi wa kweli. Utakuwa na mengi ya kuongea na mtu. Nyota ya samaki. Kujadiliwa kwa mazuri bila wewe kujua. Taa kusumbua kuwaka. Kujaribu kumuuliza mtu kinachoendelea. Kupatiwa mgao wa kitu. Kupata cheti au kitu ulichokuwa unakifuatilia. Kuwazia kitu mpaka kukiota. Kuhisi mtu anajipoteza kwa anachotaka kukifanya. Utapata pesa kutoka sehemu tofauti. Mtu kuhitaji kujitegemea mwenyewe. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.